Iran imepoteza zaidi ya 90% ya vifyatuaji vyake vya makombora wakati wa operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israeli tangu kuanza. Shirika la habari la Bloomberg limeweza kuripoti hivyo likinukuu maafisa wa Marekani kuhusu taarifa hii. Inasema kwamba Marekani na Israeli wamejifunza somo baada ya kuongezeka kwa mashambulizi katika msimu wa joto wa mwaka 2025 na sasa wanatumia mbinu ya kuharibu vifyatuaji na vituo vya amri, jambo ambalo linainyima Iran uwezo wa kufanya mashambulizi makubwa. Tofauti na makombora yenyewe, vifyatuaji haviwezi kuwekwa chini ardhi au kubadilishwa haraka na kuvifanya kuwa hatarini na shabaha muhimu. Pentagon, yani idara ya ulinzi, hapo awali ilisema kwamba idadi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Iran imepungua kwa 90 na 83 mtawalia tangu kuanza operesheni hiyo. Wiki iliyopita, kituo cha televisheni cha Israeli kilidai kwamba Iran imepoteza 60% ya vifyatuaji vyake vya makombora na mifumo ya ulinzi wa anga katika mapigano hayo. Taarifa hii kwamba Iran imepoteza zaidi ya 90% ya vifyatuaji vya makombora yake ni taarifa nzito sana, hasa kuhusu kijeshi na kisiasa. Kwanza kabisa, vifyatuaji vya makombora ni sehemu muhimu sana ya mfumo wa mashambulizi ya kombora, kwani kombora lenyewe haliwezi kuwa tishio bila kifaa cha kulirusha. Kwa hiyo hata kama Iran bado ina makombora mengi, kama haina vifyatuaji vya kutosha, uwezo wake wa kuyatumia unakuwa mdogo. Hii ndiyo sababu Marekani na Israeli wamebadilisha mkakati wao wa kijeshi na kuanza kulenga vifyatuaji na vituo vya amri badala ya kulenga makombora pekee. Mkakati huu unaonekana kuwa wa kimkakati sana kwa sababu vifyatuaji vya makombora si rahisi kuvificha au kuvihamisha haraka. Makombora yanaweza kuhifadhiwa chini ardhi kwenye maghala au mahandaki maalum, lakini vifyatuaji vinahitaji kuwa juu ya ardhi au katika maeneo ambayo yanaweza kutumika kurusha makombora kwa haraka. Hivyo vinakuwa rahisi kugunduliwa na kushambuliwa kupitia satellite, ndege zisizo na rubani na mifumo ya kijasusi ya Marekani na Israeli. Kama kweli Iran imepoteza zaidi ya 90% ya vifyatuaji vyake, hii ina maana uwezo wake wa kufanya mashambulizi makubwa ya makombora utazidi kupungua. Iran kwa miaka mingi imekuwa ikitegemea sana makombora ya masafa marefu kama njia yake kuu ya kuzuia maadui, hasa dhidi ya Israeli na kambi za Marekani katika Mashariki ya Kati. Makombora haya yalikuwa sehemu ya mkakati wa Iran wa deterrence, yani kuwafanya maadui waogope kuishambulia kwa sababu ingeweza kujibu kwa mashambulizi makubwa. Hata hivyo, kupungua kwa vifyatuaji kunamaanisha kuwa hata kama Iran ina makombora, uwezo wa kuyatumia kwa wingi kwa wakati mmoja umepungua. Mashambulizi ya makombora mara nyingi pia yanahitaji kurushwa kwa idadi kubwa kwa wakati mmoja ili kuvunja mifumo ya ulinzi wa anga kama vile Iron Dome au mifumo ya Marekani. Bila vifyatuaji vya kutosha, Iran inaweza kushindwa kabisa kufanya mashambulizi makubwa ya aina hiyo. Taarifa hii pia inaonyesha mabadiliko ya mbinu za vita vya kisasa. Marekani na Israeli wanaonekana kutumia teknolojia ya kisasa sana ya ujasusi, ikiwa ni pamoja na satellite, drone na mifumo ya uchunguzi wa kielektroniki ili kugundua maeneo ya vifyatuaji. Mara nyingi pia vifyatuaji vinahitaji maandalizi kabla ya kurusha kombora, kama kuwekwa kwenye nafasi sahihi na kuunganishwa na mifumo ya amri. Hatua hizi zinaweza kugunduliwa na teknolojia za kijasusi na kutoa fursa ya kuvishambulia kabla havijatumika. Kama Pentagon inavyodai kwamba makombora na drone za Iran zimepungua kwa zaidi ya 90 na 83, basi hii inaonyesha kuwa operation ya Marekani na Israeli imekuwa na mafanikio makubwa kwa upande wao. Hii inaweza kuathiri kabisa usawa wa nguvu za kijeshi katika Mashariki ya Kati kwa muda fulani, kwani Israeli pia inaweza kujisikia kuwa na usalama zaidi kwa sababu tishio la mashambulizi makubwa makombora kutoka Iran linapungua. Hata hivyo, ni muhimu pia kuelewa kuwa Iran ina historia ya kujenga upya uwezo wake wa kijeshi kwa haraka, kwani nchi hiyo ina viwanda vya ndani vya kutengeneza makombora na drone, na pia ina mtandao wa shirika katika eneo kama makundi ya wanamgambo huko Lebanon, Syria, Iraq na Yemen. Makundi haya yanaweza kuendelea kufanya mashambulizi kwa niaba ya Iran hata kama uwezo wake wa moja kwa moja umepungua. Pia taarifa kama hizi mara nyingi hutumika kama sehemu ya vita vya taarifa au propaganda. Marekani na Israeli wanaweza kutangaza mafanikio makubwa ili kuonyesha nguvu zao na kuwakatisha tamaa wapinzani wao. Wakati mwingine takwimu halisi zinaweza kuwa tofauti kidogo na zinazotangazwa hadharani. Mwisho, kama taarifa hizi ni sahihi, zinamaanisha Iran imepata pigo kubwa katika uwezo wake wa kijeshi, hasa katika mfumo wake wa makombora ambao ulikuwa nguzo kuu ya mkakati wake wa ulinzi. Hata hivyo, hali hii haimaanishi kwamba tishio limekwisha kabisa.
kwa sababu Iran bado inaweza kujenga upya silaha zake na kutumia mbinu nyingine za kijeshi au kisiasa katika mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo, vita hivi vinaendelea kubadilika na kuwa vya kimkakati zaidi, ambapo kila upande unajaribu kudhoofisha uwezo muhimu wa kijeshi wa mwenzake badala ya kupigana tu kwa mashambulizi ya moja kwa moja. Ukilinganisha hali ya sasa na miaka iliyopita, inaonekana wazi kwamba mapambano kati ya Iran, Marekani na Israeli yanaingia katika hatua mpya, vita vya teknolojia, ujasusi na mashambulizi ya kulenga mifumo muhimu ya kijeshi baina mwa nchi hizo.